Kuna madaktari wa wanawake na uzazi, watoto na watoto wachanga, madaktari bingwa wa upasuaji, madaktari bingwa wa usingizi na ganzi, madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, pressure, ini, figo, lakini pia kisukari, madaktari bingwa wa kinywa na meno, muuguzi mbobezi katika huduma za kibingwa. Karibuni sana. Kikubwa ambacho sisi kama mkoa wa Shinyanga tunajivunia ni kwanza kabisa ni kwa sababu mnapofika kutokana na huu utaalamu ambao mnao, mnakuwa mmetusogezea huduma kwa wananchi wetu. Mkoa wa Shinyanga una wilaya 3, una halmashauri 6. Katika kitu ambacho tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ni namna ambavyo serikali yetu kupitia rais wetu imeenda kuimarisha sekta ya afya. Tuna hospitali zetu, tuna hospitali ya wilaya, tuna hospitali kwenye halmashauri zetu, lakini tuna vituo vya afya na kwa namna kipekee tuna zahanati katika vijiji vyetu ndani ya mkoa wa Shinyanga. Wakati jitihada hizi zinaendelea, bado serikali yetu hii inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kutusogezea huduma. Tunashukuru kwamba kadri mnavyokuja na wananchi tunakuwa tumeendelea kuwapa taarifa, wanajitokeza kwa wingi. Sasa kwanza mnasogeza huduma kwa wananchi ambao kwa namna ya kipekee ni wananchi ambao wanatoka kwenye vitongoji ndani ya mkoa wa Shinyanga, kwenye vijiji ndani ya mkoa wa Shinyanga, wangeweza kupata hizo changamoto wakaenda kwenye zahanati au kituo cha afya ambacho kiko karibu, wangefanyiwa uchunguzi na kutambulika wana hizo changamoto. Ingebidi sasa wawezwe kuelekezwa sehemu sahihi ambayo wanaenda kupata huduma au utaalamu wa kibingwa zaidi. Sasa mnapokuja mnakuwa mmesaidia sana kwenye hilo. Lakini kikubwa kingine sana ambacho nakiona ni kwamba mna create awareness kwenye jamii, kwa sababu baadhi ya maeneo ndani ya mikoa yetu hii bado wana imani za kishirikina. Kwa tumekutana na changamoto ambazo watoto au watu wazima wameingia kwenye changamoto na crisis mbalimbali kutokana na medical issues. Mtoto akiparalyze kutokana na changamoto fulani ya eneo, wanaanza kumtafuta bibi kizee ni nani hapa ambaye kuna uwezekano mkubwa kwa namna moja ama nyingine amehusika kwenye hili. Sasa ikitokea ni swala malnutrition au mtoto ana changamoto ukanda huu pia kidogo malaria na nini, kwa cases nyingi za sickle cell traits na sickle cell watoto ni ziko. Kwa hiyo unakuta wakiona hizo zinaendelea kuna viashiria vyote vya kuonyesha lazima hapa kuna kibibi kizee, ndicho ambacho kinatuletea changamoto. Sasa na maanisha kitu gani? Kwamba mnaposogeza huduma, iko familia ambayo kwa namna moja ama nyingine mtoto wao au ni mjukuu akifanyiwa utambuzi akaonekanika na changamoto fulani, akapata tiba, akapata nafuu na kupona, lazima kuna jirani atagundua akiona signs zinafanana kwamba hapana, tunaenda kwa mganga lakini kuna mtoto kitongoji fulani alikuwa na dalili hizi, walikompeleka kwa madaktari ametibiwa na amepona. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa sana on a medical level, lakini pia ku create awareness kwa wananchi ya kuweza kutambua umuhimu wa kuweza kutegemea zaidi upande wa wataalamu kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa hilo, na imejionyesha sana tu kwa sababu mpaka sasa hivi ndani ya mkoa wa Shinyanga zaidi ya watu 240,000 wameshapata huduma, ikiwa ni wanawake, kina baba na watoto. Kwa hiyo hakika idadi kubwa ya watu hawa ni watu ambao kwa namna moja ama nyingine wangeweza kuwa referred kwenye institutions au hospitali za juu ambazo zina wataalamu ambao leo ndio mmekuja hapa. Lakini kikubwa zaidi ambacho pia tunakiona ni kutusaidia na kujengea uwezo kwa wataalamu wetu ambao mpaka sasa hivi ndani ya mkoa wa Shinyanga zaidi ya wataalamu kwenye sekta ya afya 15,000 wameweza kujengewa uwezo, kwa sababu wapo wanaona na mkija yako yale ambayo nyie mnayaishi kila siku, na wao katika kuendelea kuwepo kwenye teams ambazo zinakuja
wanaendelea kujengewa uwezo. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru sana serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ya kipekee, na tunatambua wazi kwamba mtakuwepo ndani ya mkoa wa Shinyanga kwa siku 5, na katika hizo siku 5 timu hii itahusika katika halmashauri zote 6 za mkoa wa Shinyanga. Lakini nitumie tu muda huu na wasaa huu kuhamasisha sana wananchi wa mkoa wa Shinyanga. Tumepokea timu kubwa ya madaktari kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI ambao tutakuwa nao ndani ya mkoa wa Shinyanga kwa takriban siku 5, na wamekuja hapa kwa ajili ya kupita katika halmashauri zetu zote 6 za mkoa wa Shinyanga. Tujitokeze kwa wingi. Lengo ni kuweza kuona wale ambao kwa namna moja ama nyingine wana changamoto mbalimbali waweze kufanyiwa utambuzi, lakini pia waweze kupata ushauri na tiba kadri ambavyo changamoto husika itaonekana. Naitwa Michael Mbele, nafanya kazi Wizara ya Afya, Idara ya Afya Uzazi, Mama na Mtoto kama afisa programu. Ni awamu ya 4 sasa tuko mkoa wa Shinyanga kwa ajili ya kampeni ya huduma za kibobevu ya Mama Samia, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Tunatarajia kufikia halmashauri zote 6 za mkoa wa Shinyanga kwenye hospitali za wilaya hizo, na tunatarajia kutoa huduma bobevu kwa wahitaji wote wanaohitaji huduma bobevu. Lengo kubwa ni kuwafikishia huduma karibu wahitaji wa huduma hizo, kwani ni gharama hasa kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga kufikia huduma bobevu. Kwa upande wetu wa kanda ya Ziwa, huduma hizi zinapatikana hospitali ya Bugando, lakini kwa wiki hii watapata huduma kwenye maeneo yao wanakoishi. Lengo ni kuwapunguzia gharama na kuwafikisha huduma kwa wakati. Tunatarajia kuwafikia wagonjwa zaidi ya 30,000 kwa awamu hii. Huduma hizi bobevu zinalenga kwenye huduma za uzazi, huduma za watoto na watoto wachanga. Zimelenga pia huduma bobevu kwa magonjwa ya ndani na pia huduma za upasuaji za kibingwa. Kwa hiyo tunatarajia kuwafikia wahitaji wote wanaohitaji huduma kwenye maeneo hayo. Ni mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Tunayo furaha kubwa siku ya leo kuweza kuwapokea madaktari bingwa 36 chini ya programu ya madaktari bingwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ujio wao katika mkoa wa Shinyanga utakuwa na manufaa makuu yafuatayo. Kwanza, wananchi kupata huduma za kibingwa na bingwa bobezi katika mkoa wetu na halmashauri zote 6 za mkoa wa Shinyanga. Lakini pili, wananchi kupunguziwa gharama za kuweza kusafiri umbali mrefu kwenda kuzitafuta hizi huduma katika hospitali ya Bugando au Benjamin Mkapa au Muhimbili. Lakini tatu, ni kuhakikisha kwamba wataalamu hawa wataweza kuwajengea uwezo madaktari waliopo katika hospitali zetu za manispaa na halmashauri ili waendelee kuwahudumia wananchi kwa urahisi zaidi, na inapobidi wanatoa huduma za rufaa kwa kuzingatia uhalisia na utaalamu ambao wamejengewa uwezo na hawa madaktari bingwa. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.